Wananchi wilaya ya Chunya wameipongeza serikali kwa kuwajengea madaraja mawili katika barabara ya Makongoro Silungwa yenye urefu wa kilomita 182. Wakizungumza na wanahabari, baadhi ya wananchi hao wamesema awali ilikuwa ni ngumu magari makubwa kutumia barabara hiyo, lakini kwa sasa yana uwezo wa kupita kwenye madaraja hayo, hivyo kurahisisha usafirishaji wa mizigo. Daraja imejengwa ni vizuri. Sitoshe, hii daraja ina ubora kwa sababu daraja iliyokuwa mara kwanza ilikuwa haina umuhimu wote. Moja taa ilikuwa hamna. Lakini nashukuru daraja iliyokuwa hivi ni moja ya maendeleo. Awali tulikuwa tunapita daraja ile hapo chini hilo. Kwanza ilikuwa ni dogo, hata kupishana na gari inashindikana. Lakini ile sasa hivi hata gari tunapishana nayo ikiwa juu. Limeleta hamasa sawa katika barabara hii kwanza, pia hata kwa wakazi wa Lupa. Kwa sababu tulikuwa hatuna taa, leo tuna taa. Ni moja ya elimu ya kwamba matumizi ya taa ni nini au umuhimu wa taa ni nini barabarani. Nadhani ni hivyo. Kidogo kuna baadhi ya gari zilikuwa zinashindwa kupita kutokana na daraja lilikuwa dogo. Yaani tani ya hii daraja lilikuwa ni dogo kiasi kwamba hata gari kubwa ya mizigo kupita ilikuwa ni changamoto. Kwa sasa hivi daraja kubwa, angalau gari yoyote na uwezo wa kupita kwenye hili daraja limekuwa pana. Awali akizungumza ofisini kwake, mkuu wa wilaya ya Chunya Baraka Batenga amewaomba wananchi kutunza miradi inayotekelezwa nchini. Mimi labda niwaombe tu wananchi, kwa sababu hii miradi ipo. Serikali haimiliki mradi wowote ule. Kazi ya serikali ni kutekeleza miradi. Mmiliki wa miradi ni mwananchi mwenyewe. Ndio huwa mmiliki. Kazi ya serikali sio kumiliki, ni kutengeneza na kuwakabidhi wananchi. Kwa hiyo niwaombe wananchi kutunza miradi hii. Kwanza kuna taa za barabarani. Tukisema taa za barabarani, manake ziko kando kando ya barabara. Wako madereva wengine wasio makini, wamekuwa wakigonga na kuvunja hizi taa. Kwa hiyo niwaombe wananchi kuwa makini, na kama ikitokea mtu anaharibu miundombinu yote ya barabara, kwanza sheria inamruhusu mwananchi kumkamata mtu yeyote yule anayevunja sheria mbele yake. Kwa hiyo mtu huyo kweli akamatwe, na sisi tutamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria, wala hatutakuwa na msamaha kwa mtu wa namna yote, kwa sababu hivi vitu tunavifanya kwa gharama kubwa sana. Hata muda wa kulipa gharama haujafika wala haujaisha, mtu mwingine anaanza kuharibu miundombinu. Kwa hiyo miundombinu naomba itunzwe sana sana sana. Kwa hiyo tushirikiane wananchi, tutumie vitu hivi, lakini pia na kuvitunza ili vidumu zaidi na zaidi. Meneja wa wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya, Mhandisi Suleiman Bishanga amesema TANROADS makao makuu wameridhishwa na utekelezaji wa mradi huo wa ujenzi wa madaraja. Ugeni uliofika kutoka makao makuu ya TANROADS umekuja kwa ajili ya kukagua na kuona miradi yetu ya seki mkoani Mbeya inavyoendelea. Ugeni huu unaongozwa na injinia mkuu, Injinia Mwandambo, ambaye pia amewakilishwa na Injinia Tangale kwa ajili ya kuja kukagua na kuhakikisha ubora na kazi zilikofikia. Kwa kupitia mwanzo wameona kazi ambazo tumezitekeleza na wameridhika na utekelezaji wake. Kwa hiyo hii taarifa wakishaipata ni kwa ajili ya kumfikishia mtendaji mkuu wa TANROADS Injinia Mohamed Besta, lakini pia na kuweza kuijulisha wizara ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Waziri Abdalla Ulega na Katibu Mkuu Balozi Injinia Aisha Muru, ili waweze kujua namna gani fedha za serikali zilivyokuja kutekelezwa mkoani Mbeya. Naye mwakilishi wa meneja wa kitengo cha ushauri wa miradi wa wakala ya barabara Tanzania TANROADS TECU, Mhandisi Emmanuel Tangale, kwa niaba ya mtendaji mkuu wa TANROADS amesema wameridhishwa na utekelezaji wa mradi huo. Baada ya kupitia na kukagua huu mradi kwa kuangalia vigezo ambavyo tumeviweka kwenye mkataba, ametimiza vigezo vyote vya kihandisi na ubora. Kama mnavyoona, taa ameshaweka na vitu vyote vya daraja vimekamilika. Kwa hiyo baada ya kukagua na kujiridhisha na timu ya makao makuu na timu ya meneja mkoa wa Mbeya, tumejiridhisha na kupokea huu mradi ambao ni wa madaraja mawili, Lupa Tingatinga na Biti Manyanga.
Kwa hiyo tumejiridhisha kwa kina na kuona viwango vyote vimekidhi na tunapokea huu mradi. Kutoka hapa Bitimanyanga, wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya, mimi ni Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.